siku leo inakuwa njema sana. Hongera kwanza, mmepata ushindi, lakini pia kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu sana mnarejea kileleni kwenye ligi ya msimamo, kwenye ligi kuu ya NBC. Tokea mwaka juzi. Ndio mwaka juzi. Ndio mara kama Arsenal. Ndio mara ya kwanza tunakaa kileleni. Hii ni dalili nzuri ya Simba kwenda kuchukua ubingwa. Na ubingwa wa mwaka huu tunauchukua kama Arsenal walivyochukua. Kwamba mtu anaenda kufungwa, sisi tunaenda kushinda, and then Simba anatangaza kuwa mabingwa wapya. Sasa bingwa ndio anavyocheza vile. Bingwa akifungwa goli moja, yeye anachohangaika ni kutafuta magoli mawili kwa wakati mmoja. Akatafuta magoli mawili kwa wakati mmoja, kipindi cha pili kama kurelax, kocha anaona aliwaambia pala tulieni, relax. Wakarelax, mchukua point 3, mpira umeisha. Ule ndo mpira unataka ucheze kiukubwa, ule dio ukubwa wa Simba Sports Club. Na timu kubwa inatakiwa icheze vile. Na bahati nzuri Simba amecheza kwa ukubwa na ukubwa wake umeonekana. Ni timu ambayo inaonekana kabisa ikihitaji ushindi na upata, ikihitaji sare na ikihitaji kufunga magoli mengi. Kwa hiyo kilichofanyika leo, Simba alihitaji ushindi na ushindi umepatikana wa point 3 ambazo ni muhimu sana katika harakati za kwenda kuchukua ubingwa. Ni kama wanasema sherehe yenu inaweza ikatumia muda mfupi sana kama status, kwa maana dakika masaa 24 tu mnatoka tena kwenye msimamo narudi. Kesho Yanga yuko na Singida. Unaona Singida akifanya lolote kama Dodoma? Mpira unawezekana kwa sababu hakuna mtu ambaye siku ile hakutegemea kwamba Dodoma Jiji angeza kumfunga Yanga Afrika. Kila mtu alichukulia kwamba Dodoma Jiji mechi ile atafungwa goli za kutosha. Lakini ndio akaja akatuonyesha kitu kipya. Yanga akawa ameshafungwa, and then Yanga ndio imestuka sasa hivi. Amestuka, lakini je, katika mechi hizo zinazofuata mbele Yanga ataweza kushikilia bomba mpaka mwisho bila kufungwa? Hiyo ndio swali la kujiuliza. Maana yake sisi kuna watu tunawategemea kama wawili. Umeona bwana? Hao sasa wakituangusha watuangushe wao. Lakini ndio tunawategemea kwa 100%. Wahakikishe. Yanga wao wanasema mechi ngumu ndio huwa wanashinda, zile ambazo mnazitumainia. Nasema hivi, sisi katika mechi ambazo tunatazamia ni mechi kama 2. Hao wenyewe wanajijua. Hao wawili hao. Wajitume kama inavyotakiwa, watumie mbinu zote kuhakikisha kwamba wanatupa heshima Simba Sports Club. Wakilegea basi. Unaweza ukawataja? Siwezi kuwataja kwa sababu ni kodi. Umeona bwana? Alafu kuna mmoja yule reserve wa kawaida. Wa kawaida tu. Huyo ndio atakuja kumtoa Nishai ambaye nyinyi hamtaamini. Kwamba na niwaambieni Simba anaweza katangaza ubingwa akiwa na mechi moja mbele. Simba anatangaza ubingwa? Kuna uwezekano Simba akatangaza ubingwa na point mechi moja mbele. Umeona nini mchungaji? Mimi kama nilivyowaambia mwanzoni Simba atakuwa bingwa, ndio hivyo hivyo. Wewe utegemea Yanga alituacha point 8. Leo zimebaki 2. Kwa nini Simba siwe bingwa? Simba ndio bingwa. Sasa hivi mnaongoza sasa kwa pointi moja tena. Na mbaya zaidi ni kwamba mpaka mida hii tukisema ligi pepe pametokea matatizo. Simba bingwa. Kileleni unajisikiaje kukoje? Baridi ni kali. Baridi ni kali, inahitaji makoti. Sekunde kadhaa. Nasema hivi, ikitokea tu hapa pepe pametokea matatizo. Simba ndio bingwa nchi hii mpaka mida hii. Mchungaji, Chama anaibuka man of the match, mechi ya 5 mfululizo mwendelezo wa ligi kuu. Tuzungumzie performance ya Chama. Hii leo anatoa assist 2 ambazo zimekwenda kuiandikia Simba mabao na pointi 3 muhimu. Kwanza uelewe kwamba tokea Chama ifunge Yanga, nchi haijatulia. Mambo ni mengi. Yaani tokea Chama afunge ile goli, bado ligi yetu haijakaa sawa. Na kuna watu hawako sawa mpaka leo. Kwa ile goli. Mpaka leo wanawayawaya. Kuna watu goli inaleta shida kwa sababu kuna wageni wengine wanatoka Ulaya wanakuja kuliangalia ile goli. Kwa kifupi tu ni kwamba Rio ile goli hakutaka yeye ndiye aliomba lionyeshwe. Kasema nimeona CNN, nimeona huko duniani kwamba kuna goli imefungwa na maajabu. Hebu binti nionyeshe. Binti sina kama kutiririka sasa. Kumbe Rio ndio aliomba. Aliomba yeye, kwa watu wanajua. Yule kaja hapa kwa ajili ya taifa. Umeona bwana? Aje hapa, aende Serengeti, aende bungeni amaliza rudi zake. Ila akasikia kuna goli. Kalisikia akiwa Uingereza. Kwamba kuna goli imefungwa, sio kasikia. Kaona CNN ikionyesha habari dunia nzima inaona. Kwa akataka aoneshwe zaidi. Ndio akasema bana, dada nasikia tu kuna habari, dada akaambia usipate taabu ngoja niingie. Ndio akakuta ile goli. Sasa umemwataki. Dada watu yule mwana mambo hayo kwanza mpira wapi na wapi. Kama mwataki? Sio mwataki umuonea tu. Yaani ile Rio ndo kaomba. Kwamba naomba nionyesheni. Nasema amekwenda kuharibu shughuli. Kwa hiyo Yanga Afrika wao wakaanza kulipuka. Sasa Yanga wanalipuka goli. Ile goli hata mtu hata kichaa. Ile goli lazima ukuseme ile goli ni kali. Ile huwezi kukataa. Na ndio habari ya dunia, sio habari ya nchi yetu. Dunia ndio imeamua ile goli ionyeshwe, sio sisi. Kwa sababu ukiona CNN inaonyesha habari za dunia, kuna mtu atapinga duniani? Sasa ukipinga unakaa na mtu matatizo. Sasa uniambie wewe alikamwe na CNN wapi na wapi? Yanga Afrika na CNN wapi na wapi? CNN kitu kama hakina ubora,
hakirushwi. Nyinyi waandishi wa habari mnajua. Wao wanasema amekuja kwa ajili ya utalii na kutangaza. Narudia kitu kama hakina ubora, CNN hawarushi. Wanarusha vitu quality tu duniani. Na kitu quality kilichorushwa safari hii ni Ronaldo amefunga magoli msimu huu, CNN hajamposti. Kwa mchungaji unataka kuniambia? Bado nataka kuhesabia. Mwaka huu CNN Ronaldo kafunga magoli lakini hawajamposti. Umeona Messi kafunga magoli hawajamposti. Maana yake goli la Chama ndo goli la kidunia. Nyinyi mnajisahau kama mko duniani, na nyinyi mko duniani vile vile. Kama tusasauliki. Na nyinyi mnajiona kama mmesaulika, mko duniani na ni wanachama wa FIFA. Kwa hiyo unataka kuniambia kuoneshwa goli lile limewauma wapinzani wenu? Sio limewauma tu. Mpaka sasa hivi kuna makovu. Ile goli toka anza lilivyofungwa tarehe ngapi? Ile mechi ya Simba na Yanga. Mpaka leo Yanga hawana raha. Mpaka leo Yanga wana maumivu, wamekuwa watu kunungunika. Yanga si unajua watu kunungunika. Goli gani? Alikamwe ameandika waraka mrefu kwamba bado nasema hivi, bado hajaandika. Hii ndio Simba kina Libase. Bado hajaandika. Wewe umeona Libase wakati anatafuta goli la kusawazisha? Alitesti mara hizi. Goli la 3 ndio likaingia. Libase. Ndio utagundua kwamba Simba inakuwa hatari ikiwa na Libase na nani? Na Oura. Umeona Oura alipotoka? Tuanzie hapo. Mchungaji, wewe umekuwa ni muumini sana wa kutabiri matokeo, na moja ya kauli yako ambayo unaishikilia sana unasema ukianza kwa kusale ujue mechi inayokuja unafungwa. Leo hii Simba kipindi cha pili ni kama hamjaonyesha makali sana. Uone kama kuna dalili za kuja kupata sare mchezo unaofuata? Yaani narudia tena, Simba leo imecheza kikubwa. Timu ikicheza kikubwa ikipata goli 2 na relax haina shida tena. Huo ndio ukubwa wa timu. Lakini wamekosa kosa. Lazima hata kwenye kupigana. Unashinda tu lakini unaondoka na ngeu. Umeshinda lakini unaondoka nini? Na ngeu. Sio kwamba wewe damu haitatoka, damu lazima itoke. Kwa hiyo Simba leo imeshapata ushindi kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili, kumbuka sasa hivi tunacheza match back to back. Kama tunacheza match back to back, kwa vyovyote vile lazima wachezaji wapate muda wa kupumzika. Kama unaona kina Kapombe wamepumzika, wachezaji wengi wameamua kupumzika kwa ajili ya mechi kubwa zinazokuja. Bwana nikushukuru sana. Uende ukasherekee kwa kileleni. La muhimu na la maana ni Simba kuongoza ligi. Pakitokea matatizo Simba bingwa. Na hatushuki kileleni kuanzia leo. Unasema mchungaji? Hatushuki kileleni kuanzia leo. Hiyo ndo kanayo. Kileleni hatushuki. Narudia mara ya kwanza kwa sababu utatu wasema ukisema mara 3 ni utatu mtakatifu. Simba ashuki kileleni leo. Simba ashuki kileleni leo. Simba ashuki mpaka anaenda kuchukua ubingwa. Simba ashuki. Eti sema tumekaa kama status. Afika kama status. Sisi tumekaa mpaka tunaenda kuchukua ubingwa. Simba ndo bingwa nchi hii safari hii. Hilo unataka, hilo utaki, kama goli la Chama. Unalipenda ulipendi, ndio dunia imeamua litangazwe. Sasa utafanyaje sasa? Ndio habari ya mjini. Simba bingwa, sasa unasema nini tena? Simba anachukua makombe yote juu. Anachukua FA, CRDB pamoja na NBC. Simba anabeba yote. Hakuna kinachomzuia Simba. Mchungaji, unaponichanganya kwamba uko nyuma kwa pointi 2. Hizo sisi zilikuwa 8, acha 2. Zilikuwa 8 zikabaki 2. Alafu ngoja kitu kingine kama hujamaliza hapo. Wao jua kwa wanasemeje? Kila wakati anasema tunamtaka Mwai wetu. Wewe leo umeona kusikia sasa hivi tena? Mai, yes. Wewe Mai. Sasa hivi umeona kusikia tena? Wasema mmemiss. Yeye nimesikia sasa hivi siku za karibuni. Potea kabisa sasa hivi. Kwa nini nimepotea? Sasa hiyo ndio nabaki na uliulizo. Kwa nini hiyo neno wanatumiss Mai wetu sasa hivi alisemi tena? Wewe unadhani nini kwa nini? Hawana hamna sisi na watutaki. Wewe dakika 10 goli 2. Yaani kisheria na kitaalamu kama dakika 10 umepata goli 2. Mechi inayofuata dakika 10 goli 4. Shika hapa. Mechi na